Hapo unavyoona niliposimama ni kwenye hiyo box culvert ambayo tumetengeneza, lakini wakati tumetengeneza ile box culvert hapa kulikuwa bado kuna kifusi au udongo ambao ni udongo asilia uliokuwa katika eneo hili. Kwa hiyo baada ya mvua kunyesha kubwa, maji yalipita juu ya ile daraja, lakini pia yalipasua eneo la kule pembeni na kuchimba udongo wote hapa na kuutoa. Kwa hiyo wananchi wakawa wamekosa huduma kutoka ngambo ya pili kuja upande wa huku. Kwa hiyo tukaamua kutengeneza hichi cha mabazi kwa muda mfupi ili basi wananchi waweze kuvuka, kama unavyoona wengine wanavuka sasa hivi, ili waweze kuvuka ngambo ya pili na kwenda kupata huduma mbalimbali. Lakini kwa sasa tunachokifanya ni kwamba tunataka sasa tutengeneze mdomo mwingine wa kufunga hapa na kwenda paka pale, ili basi tuhakikishe kwamba haya maji hata kama mvua itanyesha tena basi kubwa, maji haya yaweze kupita vizuri na yasilete tena madhara katika eneo hili na wananchi waendelee kupita. Picha ya kwanza wakati tunasimama hapa ile siku tulipiga picha tukiwa katika eneo hili hapa, lakini picha ya pili tulipiga tukiwa tumesimama upande wa ngambo ya pili pale kwenye gate jeusi. Sasa picha ile trend ile tulisimama kwenye gate upande wa pili, ambaye mpiga picha alisimama upande huu, kwa wakati anapiga akachukua kivuko hichi cha mbao kwenda ngambo ya pili. Kwa hiyo picha hile ndio watu wamechukua na kwenda kuibadilisha picha na kuitengenezea picha ambayo sio sahihi. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Hapa tulipo ni katika eneo la kivuko cha mto Rajabu. Kivuko ambacho kimetrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya mbunge wa Arusha mjini Bwana Mrisho Gambo kufika katika kivuko hiki kwa ajili ya kukitembelea. Lakini taarifa ambazo zimesambaa kwenye mitandao zilikuwa zikieleza kwamba alikuja kuzindua kivuko cha mbao. Tumekuja hapa ingalau kupata ufafanuzi kidogo kutoka kwa diwani wa kata ya Sakina ambako ndiko kuna kivuko hiki, kutuelezea na kutufafanulia kuhusiana na ile picha ilikuwa ina tafsiri kitu gani. Yeye ameeleza kwamba katika ile picha kuna eneo ambalo tayari kumeshajengwa daraja la kwanza, kwa maana kwamba mdomo wa kwanza. Lakini kadiri mvua zinavyoendelea kunyesha katika kivuko hiki, mvua hii inaendelea maji yanaendelea kuchimbua zaidi upande mwingine. Kwa hiyo wakaomba kwamba kutengenezwe mdomo mwingine wa pili ili maji yanayotoka katika mto huu Rajabu yapate njia ya kupita. Lakini watu wengi wakasema kwamba diwani, mwenyekiti wa chama, lakini pamoja na mbunge na viongozi mbalimbali wa kata walikuja kwa ajili ya kuzindua kivuko hicho cha daraja. Jambo ambalo hapa tumekuja ingalau kupata ufafanuzi zaidi kutoka kwa mheshimiwa diwani ambaye ndiye ana dhamana ya kata hii. Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Elvincent Wilson almaarufu Fadhili, ni diwani kata Sakina. Kwanza kabisa nikushukuru kwa kutembelea leo kata Sakina kwenye kivuko hicho cha mto Rajabu ambacho kimejengwa ndani ya kata Sakina, mtaa Sakina, ili pia kuweza kupata sintofahamu iliyojitokeza katika mitandao ya kijamii zidi ya taarifa mbalimbali ambayo naweza nikasema ni taarifa potoshi. Kwanza kabisa nirudi nyuma, ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 5, mheshimiwa mbunge alikuja ndani ya kata Sakina kwa ajili ya ziara fupi tu ya kutembelea maeneo kaza ambayo ni changamoto ambayo inakumba wananchi wa kata Sakina. Lakini katika matembezi hayo, ndugu mtangazaji, tulifanikiwa kufika pia kwenye kivuko hichi ambacho kuna mkandarasi anaitwa Shelutete alikuwa akijenga kivuko hichi. Alikuwa amejenga tundu moja la kupitisha maji, lakini kulingana na mvua hizi ambazo zinanyesha pia ilisababisha maji yakaja mengi, kwa hiyo aka overflow kwenye daraja mpaka akakata sehemu ya pili. Kwa hiyo mkandarasi yule akashindwa kumaliza kazi, lakini kwa upande wa pili pia tukashukuru mvua zile kwa sababu zimetuonyesha uhalisia wa hali halisi ya uwezo wa maji ambao unapita katika mto huu. Kwa mbunge alifika hapa ili tuweze kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukatengeneza mdomo wa pili au tundu la pili ili iweze kubeba maji haya ili basi yaweze kupita vizuri, kwa sababu kama unavyoona kivuko hichi ni kivuko muhimu kwa wakazi wa mtaa wa Sakina, kata Sakina, lakini pia kwa wakazi wa mtaa wa Azimio, kata Elerai, kwa sababu ndio inaunganisha pande zote mbili. Lakini pia ndugu mtangazaji, ufahamu kwamba wakazi wetu wanaoishi katika mtaa wa Sakina wengi wao wamekuwa wakisoma shule ya msingi Azimio, shule ya msingi Burka, lakini kwa upande wa sekondari pia wamekuwa kivuka kwenda kupata huduma ya shule ya sekondari katika shule ya sekondari Elerai. Kwa hiyo kivuko hichi ni muhimu. Kwa hiyo kilichoenea kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba siku hiyo mbunge alikuja hapa na picha zilipigwa, lakini watu wakapotosha kwamba mbunge amekuja kufanya ufunguzi wa daraja hili. Hapana, alikuja kuangalia changamoto iliyojitokeza hapa kulingana na wingi wa maji kipindi cha mvua iliyosababisha katika upande wa pili. Kwa hiyo ni hayo tu ndugu mtangazaji. Unapofikiri kinachosababisha ile picha isambae sana na kutembea ni nini?
Kinachosababisha picha ile isambae na kutembea ni naweza nikasema ni upotoshaji wa mitandao ya kijamii pamoja na watu mbalimbali wenye nia hovu, kwa sababu wamechukua picha hile na wakaiandikia taarifa tofauti ambayo naweza nikasema ni taarifa potoshi ambao sio sahihi au uhalisia ambao mbunge kilichomleta ndani ya kivuko hichi cha Mto Rajabu. Wote wanafikiri kile ambacho kimepigwa na mbao ndicho alichozindua? Hapana, baada ya daraja hili kuwa limekatika upande mmoja kulingana na wingi wa maji, nimekueleza kwamba daraja hili la umuhimu sana kwa wakazi wa mtaa Sakina, lakini mtaa wa Azimio upande wa kata Elerai. Kwa hiyo kama viongozi, wakati tulikuwa tunasubiri taratibu mbalimbali tuweze kupata hela kwa ajili ya kuongeza tundu lingine la mdomo huu, tuliona tuweke kivuko hicho cha mabanzi ili basi wananchi waendelee kupata huduma, angalau kuvuka kwenda kwenye sehemu kama shule au mambo mbalimbali ya kijamii ambayo yanawahusu wananchi. Tukaamua kuweka hicho cha mbao ili basi waendelee kupata huduma wakati tukiendelea kupambana kuhakikisha tunapata fedha kwa ajili ya kuweka tundu lingine la mdomo wa pili. Kilichotembelewa sio cha mbao, ni hili la simenti? Hapana, kilichotembelewa sio cha mbao, tulitembelea cha simenti, lakini tulitembelea pia kuangalia sehemu ile kwa imekatika. Kiukweli nasema kwanza kabisa niwashukuru nyewe kwa kufika, mmeonyesha kwamba mmebobea vipi katika swala zima la tasnia ya uandishi wa habari, kwa sababu mmefika na kuja kuhakiki au kupata taarifa kamili katika eneo tukio na kwa kiongozi husika ambaye anahusika katika eneo hili. Ombi langu tu au angalizo ni kwamba basi watu wanapotaka kutoa taarifa ya habari yoyote ile, wahakikishe basi wanapata habari katika chanzo ambacho ni chanzo husika, ili kuliko kupotosha jamii na kuwatia jamii katika taharuki, kwa sababu kwa siku 3 mfululizo jambo hili limekuwa likitrend sana katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo pia imepeleka taarifa potofu kwa wananchi ambao wengi wanapenda kufuatilia mambo mbalimbali yanayofanywa na serikali yao. Kwa hiyo umeona wengi wakiwa na laumu, wakiwa hawajapendezwa na hichi ambacho kwa maelezo yao walikuwa wameeleza katika mitandao ya kijamii. Kwa na hawasa tu kwamba wafike katika maeneo husika na kujipatia uhalisia wa kitu ambacho kilikuwepo katika eneo husika. Lakini ninyi kwa nini aliyepiga picha mkumwelekeza apige picha sahihi lakini akapiga picha hii ambao? Kiukweli katika upigaji wa picha naweza nikasema unaweza kuwa na nia njema ya kufanya kitu fulani, lakini kwa upande wa pili kulingana na kipindi hichi tunachokiendea, kipindi cha masuala ya kampeni na mambo ya kisiasa yamepamba moto, mtu anachukua picha ile na kuisambaza katika mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mtu alipiga picha sio kwa nia mbaya wala sio kwa nia ovu, bali watu wenye nia ovu ndo alichukua picha ile na kuweza kuitengenezea maudhui ambayo sio sahihi. Kwenye picha kinachoonekana sana kwenye picha ni hili la mbao, lakini sio hili lengwa. Sasa unafikiri kwenye picha hapo ndio pana shida? Labda nikukumbushe tu kwenye picha zile, ukiangalia kuna picha kama 4 kama sio 5. Kuna picha upande wa magharibi, lakini kuna picha nyingine imepigwa upande wa mashariki. Picha ya kwanza ilipigwa tulikuwa tumesimama upande wa magharibi, wakati mheshimiwa mbunge akiwa anaongea na wazee fulani ambao ni wazee wakubwa ambao eneo hili, ambao pia naweza nikasema ni mzee ambaye alifungua njia, manake ule mzee wakati anaongea na ile eneo lote ilikuwa ni mali yake. Yeye ndo alifungua njia hapa na kuhakikisha kwamba panapatikana njia kwa ajili ya kupata huduma ngambo ya pili. Kwa hiyo alikuwa akiongea nao. Kwa hiyo alipiga picha kwa nia njema tu kwamba wakati anapata mawili matatu kutoka kwa wale wazee. Kwa hiyo alipiga picha kwa nia njema kabisa, lakini waovu ndo amechukua na kusambaza picha na kuitengeneza maudhui ambayo sio sahihi. Umaarufu wa kivuko hiki baada ya kusambaa, mmeula ama mmepoteza? Siasa ina pande mbili. Siasa ina pande mbili na naweza nikasema tumeula. Kwa sababu paka dakika hii tunavyoongea tayari tumeshaingizwa fedha zingine kwenye akaunti ya kata kwa ajili ya kutengeneza tundu la pili. Kwa hiyo naweza kusema taarifa hii baada ya kwenda imesababisha pia fedha zile zimekuja kwa wakati, ambao sasa pia napenda kuwatoa hofu sasa wakazi wa mtaa Sakina na mtaa Azimio ambao wanatumia kivuko hichi kwamba Mungu akisaidia siku si nyingi tutaanza kutengeneza tundu la mdomo wa pili na kujaza kifusi hapa, basi angalau sikio tena sio cha miguu sasa, hata gari, bajaji, pikipiki ziweze kukatiza. Maana kama umeona kina upana wa mita 5 na hichi kingine tutatengeneza chenye upana wa mita 5 na gari ina upana wa mita 2. Kwa hiyo na maana muda si mrefu pia gari zitaanza kukatiza katika eneo hili. Ile picha inatrend katika mitandao ya kijamii, naweza nikasema ni picha ya upande wa pili wa daraja ambao tumeweka kivuko kidogo cha mabanzi ili kuweza kuvuka kwa ngambo ya pili. Lakini kama unavyoona sasa hivi hapa nyuma yangu kwamba kuna kivuko hicho cha mabanzi kidogo, lakini nyuma yake kuna hiyo box culvert tuliotengeneza, ambao sasa tunachoenda kufanya sasa hivi ni kutoa hicho kivuko cha mabanzi ambacho kilewekwa kwa muda ili wananchi waweze kupita na kuweka ile tundu la pili ile box culvert. Katika ziara ile tulikuwa mimi hapa, mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wa chama kata,
mwenyekiti wa tawi la Sakina Kati na Sakina Kaskazini, lakini pia tulikuwa na katibu wa Sakina Kati, tulikuwa na katibu wa WT, tulikuwa na mwenyekiti wa vijana, tulikuwa na mabalozi pamoja na wananchi, lakini pia tulikuwa na wanafunzi ambao walitokeza kwenye chuo cha jirani tunachokiona kiko nyuma yangu hapa cha Focus Academy. Kwa hiyo wote walikuwepo katika eneo hili. Majina naitwa Fatuma Ramadhani Molel, ni katibu wa UWT kata ya Sakina. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kufika mahali hapa ili kuja kupata ufafanuzi wa kivuko hichi, kwani imezua gumzo sana katika jiji letu la Arusha baada ya mheshimiwa wetu mbunge wetu kuja kutembelea kivuko hichi. Kifupi ni kwamba wananchi wengi walikuwa wakimlalamikia sana mheshimiwa mbunge baada ya hichi kivuko kwa kimejengwa lakini bado hakijakamilika na wananchi wanaendelea kupata changamoto ya kuvuka. Ndipo mbunge aliposikia kilio cha wananchi na kuja Sakina kutembelea kivuko hichi. Na alipokuja akakuta kivuko kweli kimejengwa upande mmoja, upande mwingine wameweka mabanzi ili waendelee kuvuka wakati wakisubiria ujenzi wa awamu ya pili kumalizika ili daraja likae sawa. Picha kwa nini imesambaa sana? Huo ni umaarufu kwa mheshimiwa mbunge. Watu wakimuona tu mbunge mahali popote wanamfuatilia kwa mabaya na mazuri, lakini sisi tunashukuru kwa kupitia picha hizo sasa hivi kivuko hichi kinaenda kumaliziwa. Waliozi wa gumzo sio sisi. Sisi tumefurahi mheshimiwa kasikia kilio cha wananchi na amekuja, ametembelea, ameona changamoto iliyopo. Basi tukasema tupate picha ya kumbukumbu ya mheshimiwa kaja kutembelea changamoto za wananchi. Baadaye mheshimiwa mwenyewe ndo alirusha zile picha kwenye peji yake, lakini waliochukua sasa zile picha wenyewe walienda kutafutia maneno ya kuweka kwenye picha bila kujua ni nini lilikuwa lengo la mheshimiwa kuja kwenye daraja hili. Ukweli ni kwamba hili daraja lilijengwa na halmashauri na sio mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Gambo yeye alitoa mchango wake ule wa mfuko wa jimbo shilingi milioni 5 kama kawaida. Kwa hiyo baada ya kuona wananchi wanamlalamikia mheshimiwa Sakina kuna changamoto, kata imelalamika, viongozi wa mtaa wanalalamika, chama kinalalamika, ikabidi aje afike hapa. Lakini ukweli ni kwamba halmashauri ndio wanajua tatizo la hili daraja. Kwa picha kusambaa mmefaidika? Tumefaidika maana sasa watu wametujua pia Sakina, lakini pia daraja linaenda kumaliziwa. Kumbuka ilikuwa tarehe 5 siku ya Jumatatu. Mheshimiwa mbunge alifika hapa na viongozi wengine wa chama kuja kutizama hii daraja. Shauri inaleta athari sana hapa kwa watoto wa shule na pia kwa watembea kwa miguu. Baada ya hapo mbunge alivyocheki akasema wanaenda kukaa kikao wajue atafanya nini ili daraja likamilike. Ni kwa nini ninyi kama wananchi mmeongeza hili la mbao? Naongeza hili la mbao, shauri ilikuwa inachimba sana upande wa pili huko. Inasaidia watoto kupita kwenda shuleni. Ikamilika kwa kivuko hiki itanufaishaje ninyi wananchi? Itatunufaisha shauri watoto kupita kwenda shule na pia usafiri midogo midogo hata mikubwa inaweza ipite.